Karibu sana katika kipindi chetu. Leo katika kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny tunataka tuzungumzie juu ya umuhimu wa kiongozi. Unajua, nataka nikwambie kwamba moja ya mambo ambayo hutakiwi kuyachukulia mzaha kabisa ni kwenye swala zima la uongozi ama kiongozi. Whether ni katika ngazi ya familia, kiongozi katika ngazi ya familia ni lazima apate heshima yake na kuheshimiwa vizuri, na yeye kuweza kuexercise ama kuweza kutumikia majukumu yake vizuri. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kiongozi. Hata katika nyanja mbalimbali, whether ni kiongozi wa kiroho, kiongozi wa kisiasa, kiongozi katika taasisi, kiongozi serikalini, kiongozi ni mtu muhimu sana katika jamii, na tutaenda kufafanua umuhimu wa kiongozi katika jamii zetu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza huwa tunasema kwamba moja ya sifa kuu ya kiongozi ni lazima awe na maono. Kuwa na maono maana yake ni kwamba ni anticipate future, yani kuanza kuiona kesho itakuwaje, na hiyo kesho itakapofika nini kitakachoendelea, bila kuzingatia kwamba wewe kiongozi utakuwepo au hautakuwepo, lakini una anticipate kwamba maisha ya watu wakati huo yatakuwa ni namna gani, whether upo au haupo. Kwa hiyo swala zima la kiongozi si swala la underestimate hata kidogo, na ndio maana kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba mimi ningali niko hai, nitajitahidi sana mwanangu aweze kutimiza ndoto zake za kimaisha. Hiyo ni responsibility kubwa sana. Kwa nini? Amejipa jukumu kubwa akijua kwamba yeye ndiye baba, yeye ndiye mzazi wa mtoto. Kwa hivi anataka yeye angali yuko hai, mtoto wake aweze kutimiza ndoto ambazo Mungu atakuwa amemjalia katika maisha yake. Kwa hiyo hali kadhalika katika hali zote tunazoishi, swala la uongozi si kitu cha kukipa kipimo kidogo. Swala la uongozi ni kitu ambacho tunatakiwa kukipa kipimo kikubwa sana. Whether ni kiongozi kama nilivyosema katika nyanja mbalimbali, alimradi tu ni kiongozi wetu, ni lazima tuweze kuhakikisha kwamba kwanza tunampa ushirikiano, lakini pia yeye mwenyewe anawajibika kwa kujua level ya matarajio ya watu wake. Sasa umuhimu wa kiongozi katika jamii, jambo la kwanza kabisa, kwa sababu swala la uongozi ni swala la linalohusu watu. Yaani kiongozi anaongoza watu, kiongozi haongozi vitu tu, kiongozi anaongoza watu. Kwa hiyo jukumu la kwanza la kiongozi ni kuunganisha watu. Sasa wewe kwa mfano ni kiongozi katika ofisi yako, unajua kwamba unaweza ukawa mko na watu mbalimbali, kila mmoja na tabia yake, kila mmoja na vitu anavyopendelea, kila mmoja kuna hisia zake. Sasa wewe kiongozi, kazi yako pale maana yake ni kwamba ni kuunganisha wale watu ili waweze kutekeleza majukumu yao vizuri. Inapotokea changamoto yoyote, maana yake kwamba kama kiongozi umesimama ili kuweza kuhakikisha kwamba katika hizo tofauti, diversity au differences, unajua unaongoza wanawake, unaongoza wanaume, unaongoza hata vijana, unaongoza wazee, katika hizo diversity, lakini wewe unajua kabisa kwamba taasisi inahitaji kutimiza ndoto fulani au inahitaji kutimiza majukumu fulani. Kwa hiyo hizi diversity au hizi tofauti za watu kama kiongozi ni kuzitumia kuwaunganisha wao ili waweze kutimiza mahitaji ya taasisi, lakini vile vile pasipo kusahau kutimiza mahitaji yao binafsi. Sasa inategemeana, inaweza ikawa ni ndoto ya kitaifa, inaweza ikawa ni ndoto ya kiofisi au ndoto ya kitaasisi au ndoto ya mtu binafsi au ndoto ya familia. Kwa hiyo kama kiongozi, jukumu lako kubwa ni kuunganisha watu, na kama nilivyosema kwamba uongozi ni from the family level, kutoka katika level ya familia. Tunaunganisha, wewe una watu wako, una familia yako, kuwaunganisha ili kuweza kuhakikisha kwamba ndoto zao. Hakuna mzazi ambaye angeweza kupenda labda kuona kwamba kuna watoto wanaishi wanatofautiana, wanagombana namna hiyo. Kwa hiyo yeye atafanya bidii kuhakikisha kwamba kama kiongozi anawaunganisha, wanapendana, wanashikamana, na wao wanaweza kufikia hatua ya kuweza kurealize dream zao binafsi, lakini pia na kuweza kurealize ama kutimiza mipango na ndoto za familia. Hilo ni jukumu la kwanza, kuwaunganisha watu. Jukumu la pili la kiongozi ni kuwasaidia kuweza kutimiza ndoto zao. Hawa ni binadamu ambao wewe unawaongoza, wana ndoto tofauti, lakini wewe hujui ndoto zao, lakini kwa sababu wewe ni kiongozi wao, una take time, unawasikiliza,
wewe una ndoto gani, unataka kuwa baadaye ufike wapi katika hili jukumu unalolifanya, liende mpaka namna gani. Kwa hiyo kwa sababu wana grow katika taasisi, maana yake ni kwamba jukumu lako kubwa pia ni kuwasaidia waweze kufikia ndoto zao. Inaweza ikawa ni career development, yani kwamba anahitaji mtumishi huyu aweze kutimiza ndoto zake za kitaaluma au za kitaalamu. Lakini pia ana ndoto zake binafsi. Anaweza kuwa na ndoto ya kujenga nyumba, ndoto ya kununua kiwanja, ndoto ya kuoa au kuolewa, ndoto ya kwenda masomoni. Unaona namna hiyo, anakuwa na ndoto zake, japokuwa wewe kama kiongozi unawaunganisha wote waweze kufanya majukumu, lakini tukumbuke kwamba wanakuwa na ndoto binafsi, na hizi ndoto ni jukumu la kiongozi kuweza kuhakikisha kwamba zinafikiwa. Hiyo ni katika kitaasisi, lakini pia hata katika taifa tunaona kwamba viongozi unakuta wanahangaika huku na kule. Kwa nini? Kwa sababu wanahitaji wananchi waweze kupata maisha bora, labda tuseme kwamba katika siasa ama katika serikali. Kwa hivi kazi yao kubwa kama viongozi ni kuhakikisha kwamba zile ndoto ambazo kama taifa limejiwekea zinaenda kufikiwa kwa kupitia rasilimali za watu waliokuwepo au wanaoishi hivi sasa. Kwa hiyo swala zima la kuwasaidia watu waweze kufikia ndoto zao, hiyo ni moja ya umuhimu wa uongozi katika jamii. Jambo lingine ambalo linatuambia umuhimu wa uongozi ni nini katika jamii, uongozi unasaidia pia kuweza kuandaa watu kuwa wajibikaji, lakini kuwa na maadili yanayostahili katika eneo husika. Whether ni katika familia, whether ni katika labda ni katika taasisi zetu za kidini ama kitaifa, tunaona kwamba viongozi wana encourage uwajibikaji, na ndio maana wakati mwingine hata kama uwajibikaji hauonekani, kuna tafutwa mbinu za kuwafanya watu waweze kuwajibika, ama katika kuwafundisha wakati mwingine, ama kuweza kuchukua hatua fulani, ila alimradi tu kuweza kuenforce ama kusababisha swala zima la uwajibikaji na watu kuwa na maadili yanayostahili liweze kutokea. Kwa hivi tusichukulie tu kawaida sana masuala ya kiuongozi. Haya masuala ya kiongozi ndio yanayoleta ustawi wa kijamii. Jamii inastawi bora zaidi panapokuwepo na uongozi mzuri. Sisi wote ni mashahidi. Unajua viongozi wanatoka katika familia. Kwa hiyo tutaziangalia kwamba familia ambazo zimeweza kuwa na udhibiti mzuri ama na namna nzuri ya kuweza kuwagroom watoto wao, daima pia huwa wanaibuka kuwa viongozi wazuri katika jamii. Viongozi wenye upendo, viongozi wenye mshikamano, yani teamwork, viongozi ambao wanawajibika lakini pia na kuchukua dhamana ya uwajibikaji pale inapobidi. Kwa hiyo swala la uongozi ni swala muhimu sana, kwa sababu hiyo linatuandalia ama linatengeneza ustawi wa jamii unaendelea kuimarika hatua hadi hatua. Wewe jaribu kufikiria kwamba hata katika maofisi utakumbuka kwamba kuna nyakati unaweza ukasema kwamba watu wakatoa historia, ama wale ambao wapo kwa muda, kuna jini kuna watu wa institutional memory, wanakumbuka kwamba au utakumbuka kwamba wakati alikuwepo kiongozi fulani anawaongoza katika taasisi yenu, pengine taasisi yenu iliweza kupata manufaa fulani, lakini pia inawezekana watu walikuwa nashawishika zaidi kutokana na uwepo wa huyo kiongozi, ama walikuwa washawishiki kutokana na uwepo wa huyo kiongozi, au mambo yalikuwa yaendi vizuri wakati kiongozi huyo akiwepo. Kwa hivi kiongozi yule anapokuwa anatoka amekuja na mwingine, utaona watu wanaanza kulinganisha au wanafanya comparison, wanasema alipokuwepo fulani mambo hakukuwepo na mambo kama haya, mambo yalikuwa vizuri sana, lakini alipoondoka basi fulani amekuja fulani, labda mambo ndo yamekuwa afadhali, yamekuwa ni mazuri sana, bora hata yule ambaye hakuwepo aliondoka, bora yule aliondoka, kwa sababu huyu aliyekuja sasa kidogo amejaribu kunyoosha mambo, yamekwenda vizuri. Kwa hiyo uongozi unatengeneza ustawi wa jamii, unaimarika, whether ni katika taasisi ama ni katika level kubwa zaidi ya kitaifa ama ni katika familia. Kwa kweli uongozi unatengeneza ustawi mzuri wa watu, lakini pia uongozi huo unasaidia hata kuweza kutatua migogoro katika jamii. Mimi nitakwambia kwamba
unaweza ukakuta kwamba kuna mambo mbalimbali yanakuwa hayaendelei, labda migogoro ya kifamilia, migogoro ya mtu binafsi na mtu binafsi, migogoro ya kibiashara, lakini viongozi wako pale wanatatua hayo mambo. Kuna watu nakuta labda wameturumiana katika biashara, anapatikana kiongozi, whether ni kiongozi mwenye nafasi kwa maana ya cheo ama kiongozi asiyekuwa na cheo, lakini anajaribu kusaidia kutatua hiyo migogoro. Mmezurumiana mitaji, mmezurumiana sijui vitu gani, bidhaa, basi kiongozi anajaribu kuwaleta pamoja, kuwaleta sawa, anatatua migogoro yenu, na mwisho wa siku kila mmoja anakuwa na furaha, anarudi, wanashikana mikono, wanakumbatiana, wanarudi kuendelea na majukumu yao kama kawaida. Kwa hiyo mmoja pia ya umuhimu mwingine mkubwa wa uongozi ni pamoja na kutatua migogoro ambayo inaweza ikajitokeza kama jamii. Kwa hiyo wewe unapokuona kama kiongozi au unayenuia kuwa kiongozi, jua kwamba moja ya jukumu lako kubwa ni kujifunza, kuanza kujua namna ambavyo unaweza kutatua migogoro mbalimbali inapojitokeza. Wenda kupa mfano kwamba kwenye story moja kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Suleiman. Huyu Suleiman alikuwa ni mfalme, lakini huyu Suleiman aliletewa mtoto na wanawake wawili wakiwa wanagombania huyu mtoto. Hawa wanawake wote walifanikiwa kupata watoto wachanga kwa wakati mmoja. Mmoja akamlalia mtoto wake akawa amepoteza maisha, alafu mmoja akaclaim ama akasema kwamba huyu ndiye wa kwangu. Kwa hivyo wale wanawake wote wawili walipelekwa mbele ya mfalme wakiwa na mtoto mmoja ameshafariki. Wakaambia mfalme kwamba sisi tumekuja hapa kwa sababu tunagombania mtoto huyu, wote tulikuwa na watoto wachanga, kwa hiyo mmoja kafa. Kwa hiyo mama huyu anasema ni wake, lakini mama huyu pia anasema ni wake. Kwa hiyo mfalme Solomon akasema sawa, leteni hapa mtoto huyo. Akasema basi nileteni na upanga. Akainua upanga wake juu akasema mimi namkata huyu mtoto vipande viwili, ili sasa siwepo anayelalamika, kwa sababu mtoto ni mmoja, yeyote yule atakayempatia atalalamika. Katika wale wanawake wawili, mmoja akasema sawa tu, ni bora mtoto huyu auawe ili tukose wote. Lakini mama mmoja akasema kwamba, katika wale wawili akasema kwamba hapana, mtoto huyu asiuawe kwa upanga, ni bora apewe mwanamke huyu mwenzangu amnyonyeshe, kesho na kesho kutwa yule mtoto aje kuwa hai na aweze kusaidia jamii. Pale mfalme akasema kwamba mama huyu aliyeonyesha moyo huu, huyu atakuwa ndiye mama halisi wa mtoto. Akaamuru yule mtoto apewe nani? Apewe yule mama mwingine. Kwa hiyo unaona huyu kiongozi ametumia mbinu ya kuweza kutatua mgogoro mkubwa. Kifo cha mtu kimetokea, alafu ugomvi unatokea kugombania mtoto, unafanya namna gani? Ni lazima uweze kutumia busara ya hali ya juu sana kuhakikisha kwamba unatatua mgogoro huo na bila kuwepo na malalamiko ya aina yoyote. Kwa hiyo moja ya kazi nyingine pia ya uongozi ni kuhakikisha kwamba tunatatua migogoro katika jamii. Inaweza ikawa hata ni migogoro ofisini, watu wanatofautiana. Kwa nini? Kwa sababu labda resources hazitoshi, watu wanagombana, na wanakuja kwako kiongozi, wanaomba msaada. Kwa hiyo unaweza ukatumia muda wako na busara zako kwa kuwa na kuamini kama kiongozi wao, ukaweza kuwasaidia kutatua hiyo migogoro. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unakuwa umesaidia maisha ya watu kusonga mbele, watu wakapendana na watu wakaendelea kufanya kazi pamoja kwa ushirikiano. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa hiki kitu tunaita uongozi, lakini pia tuna umuhimu mkubwa sana wa namna ya kumpata kiongozi aliyekuwa bora, ambaye anaweza akawa kiongozi mzuri katika familia yake, kiongozi mzuri kanisani, kiongozi mzuri msikitini, kiongozi mzuri serikalini, kiongozi mzuri katika chama cha kisiasa. Yaani hapa pote tunawatafuta viongozi ambao wao wataweza kuleta ustawi mzuri sana katika jamii. Kwa hivi tusichukulie kitu rahisi sana ilinapokuja swala la kiuongozi. Kwa nini? Kwa sababu bila huo uongozi, manake uratibu wa masuala mbalimbali katika jamii utakuwa uwezekani bila viongozi. Ni lazima wawepo watu ambao wanasema kwamba tutaenda kwa njia hii, hatutaenda kwa njia hii, tutatangulia kufanya hiki, hiki hatutakifanya, tutaweka mpango huu hatutauweka. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ndoto za watu ambao wanawaongoza. Kwa hiyo mimi nikwambie kwamba wewe kama kiongozi, ndugu yangu, au ambaye kesho utakuwa ni kiongozi,
anza kuimarika zaidi kwenye maeneo ya kujua umuhimu mkubwa wa kiongozi, ni pamoja na kuleta ustawi wa watu, kuwaunganisha watu, kutatua migogoro katika jamii, kutunza rasilimali za jamii, kusaidia kuwepo na uwajibikaji mzuri, lakini pia na kuwepo na maadili yanayostahili miongoni mwa jamii ya watu ambao unawaongoza. Lakini sio hivyo tu, kuhakikisha kwamba hii jamii ya watu inaishi na kufikia ndoto zao binafsi na ndoto zao walizojiwekea katika maisha yao. Asante sana. It begins with you. Do your best and God shall do the rest.